Naam, hujambo na karibu sana msikilizaji wa Auba Swahili. Ni matangazo yetu ya jioni yakikujia mubashara kupitia kurasa zetu za kijamii za YouTube, Facebook na Instagram. Mimi ni Michael Were Muhusia nikukaribisha kutega sikio kwa habari tulizokuandalia jioni hii. So for Africa keeps being a reminder. Kwa Afrika inatukumbusha mahali tulipo. Rais Paul Kagame aitaka Afrika kuamka na kutumia rasilimali zake kukabiliana na shinikizo la kimataifa. Mkutano wa Africa CEO Forum mwaka 2026 watikisa Kigali. I, Thomas Tayebwa, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Mgawanyiko waibuka ndani ya chama cha NRM na vuguvugu la MK kuhusu kiti cha spika, huku zoezi la kuapishwa wabunge likitamatika leo hii jijini Kampala. Kama mimi vit 13cc I used to use 36,000 per month. Now I can't afford. Leo hata chagulia na gari nimepaka. Ongezeko la bei ya mafuta lazidi kuumiza wananchi. Nchini Kenya, madereva wa matatu na bodaboda walalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello for the one chance, and yes, it's a goal! Kwa muktasari katika michezo leo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps ametaja sababu za kumwacha kiungo wa Real Madrid Eduardo Camavinga katika kikosi kinachoelekea kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Klabu ya Simba imeifufua matumaini ya kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya jana kushinda dhidi ya Mashujaa. Na timu ya taifa ya Iran iko kwenye hatihati ya kushiriki kombe la dunia baada ya kukosa visa vya kuingia nchini Marekani mpaka sasa. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Kwa undani wa taarifa hizi, endelea kusalia nasi hadi tamati mwa jarida hili. Lakini kwa sasa Vumilia Kondo anatusomea taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili Radio. Msomaji ni Vumilia Kondo. Kinshasa. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapambana kuzuia kusambaa kwa mlipuko mpya na hatari wa ugonjwa wa Ebola uliotokea kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Hadi sasa watu 65 wamethibitishwa kufariki huku mamia ya wengine wakihofiwa kuambukizwa. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC kimeripoti kuwepo kwa visa 246 vinavyoshukiwa, hali inayozua hofu ya virusi hivyo kuvuka mipaka ya nchi hiyo. Mkoa wa Ituri na mji wa Bunia ndio maeneo yaliyoathirika zaidi, huku vipimo vya awali vikithibitisha kuwepo kwa virusi hivyo katika sampuli 13 kati ya 20. Kutokana na uzito wa hali hiyo, viongozi wa afya wa kanda wamefanya mkutano wa dharura leo Ijumaa wakishirikiana na maofisa kutoka Uganda na Sudani Kusini ili kuimarisha ulinzi mipakani. Mashirika ya kimataifa kama WHO na makampuni ya dawa ikiwemo Merck na Moderna yameanza kupeleka msaada wa kitabibu kudhibiti maambukizi. Pietermaritzburg. Kutoka mkoa wa KwaZulu Natal nchini Afrika Kusini, Mahakama Kuu imetoa amri kuwa kesi ya muda mrefu ya ufisadi inayomkabili aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma na kampuni ya silaha ya Ufaransa Thales ianze rasmi tarehe mosi Februari 2027. Jaji Nkosinati Chili amemtuhumu Zuma kwa kutumia mbinu za kisheria kuchelewesha kesi hiyo kwa zaidi ya miongo miwili, akisisitiza kuwa maslahi ya haki yanahitaji kesi hiyo iendelee bila kukwama tena. Zuma mwenye umri wa miaka 84 ambaye hakuwepo mahakamani wakati wa uamuzi huo amewaelekeza wanasheria wake kukata rufaa mara moja kupinga uamuzi huo. Rais huyo wa zamani anakabiliwa na mashtaka ya rushwa, utakatishaji fedha na ulaghai yanayohusiana na mkataba wa silaha wa dola bilioni 2 wa mwaka 1999. Taasisi ya Jacob Zuma imekosoa uamuzi huo ikidai kuwa mahakama imepotoshwa kisheria. Rais wa Marekani Donald Trump amehitimisha ziara yake muhimu mjini Beijing leo Ijumaa baada ya kufanya mazungumzo ya faragha na kiongozi wa China Xi Jinping. Katika mfululizo wa mikutano yao, viongozi hao wawili wamejadili masuala nyeti ikiwemo vita vya Iran, biashara, teknolojia na hali ya Taiwan. Rais Trump amewaambia waandishi wa habari kuwa Rais Xi amewahakikishia kuwa China iko tayari kusaidia katika majadiliano ya kusitisha vita na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz.
Kwa kuwa China ndiyo mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, Trump anatarajia Beijing itatumia ushawishi wake kuishinikiza Tehran kukubali masharti ya Marekani. Aidha, kiongozi huyo wa Marekani amesema amepata uhakika kuwa China haitaipatia Iran vifaa vya kijeshi, ingawa wachambuzi wanasema tofauti za kimaslahi kati ya mataifa hayo mawili makubwa bado ni kikwazo kikubwa. Mwisho wa taarifa habari kutoka Auba Swahili Radio iliyosomwa nami Vumilia Kondo. Shukran Vumilia Kondo kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, tunaanza ripoti zetu nchini Rwanda ambapo viongozi wa biashara na wakuu wa nchi wamekutana jijini Kigali. Katika mkutano wa Afrika CEO Forum mwaka 2026, Rais Paul Kagame amesema shinikizo linalowekwa kwa Afrika ni kichocheo cha bara hili kuamka na kutumia rasilimali zake. Mkutano huu unajadili namna ya kukuza uchumi kupitia uwekezaji. Christopher Karenzi ana undani zaidi kutoka Kigali. Mkutano huo umehudhuriwa zaidi ya viongozi 2800 wakiwemo marais kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika pamoja na wakurugenzi wa makampuni makubwa kutoka Afrika na maeneo mengine duniani. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kuwa shinikizo linalowekwa kwa Afrika lina lengo la kukumbusha kuwa inapaswa kuamka, kutazama rasilimali ilizonazo ili iweze kupata nafasi yake ya pekee katika dunia hii yenye changamoto nyingi. So for Africa keeps being a reminder. Kwa Afrika inatukumbusha mahali tulipo katika mwelekeo wa dunia ya leo, kwa sababu tumekuwa na watu wengi wanaotushirikisha kwa mawazo yenye msingi na kutufundisha namna tunavyopaswa kufanya kazi pamoja na jinsi tunavyopaswa kutekeleza mambo hayo. Nasi hatupaswi kubaki pale pale, bali tunapaswa kujifunza kutokana na hali hiyo. Na utaona sababu zilizoifanya Afrika kurudi nyuma miaka ya nyuma. Tunapaswa kuelewa ni kwa nini tunakosa mafanikio ilhali tuna kila kitu kinachohitajika. And how to deal with this crisis. Aidha, Rais Kagame ameongeza kuwa vikwazo ambavyo vimekuwa vikiwekwa kwa baadhi ya nchi ikiwemo Rwanda si vya haki, kwa sababu mara nyingi huwekwa kwa kuzingatia maslahi ya mataifa yenye nguvu kutokana na ahadi au manufaa yanayotolewa kwao. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Jeune Afrique ambayo huandaa mkutano wa Africa CEO Forum amesema kuwa katika kipindi cha miaka 15 umepiga hatua kubwa. First of all, the African private sector have made... Kwanza kabisa, sekta binafsi inapata maendeleo ya kuaminika katika kipindi cha miaka 15. Uwekezaji wa kimataifa unahitajika, lakini jambo muhimu zaidi ni namna unavyofanywa katika kugawana thamani ya soko letu. Kampuni nyingi za kimataifa ziko hapa na zimeanza kufikiria jinsi ya kujisajili. Hivyo ndivyo thamani inavyoundwa. Kusaidia viongozi wa uwekezaji wa Afrika na taasisi za uwekezaji za Afrika kupata sehemu ya thamani kupitia umiliki wa hisa. A part of the value that has been creating by holding equity. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya maendeleo ya Rwanda, Jangi Afrika, amesema kuwa fursa iliyopo katika idadi kubwa ya watu wa Afrika haipaswi kupuuzwa. Amesema kuwa sekta binafsi inapaswa kushirikiana kikamilifu katika hilo kwa kufanya uwekezaji. Ametoa mfano wa Rwanda akisema kwamba nchi hiyo imefungua milango yake, imewekeza katika sekta mbalimbali kama utalii, teknolojia na nyinginezo. Naye rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu amesema kuwa mambo yanayosemwa kwa maneno inatakiwa yawekwe kwa vitendo. We need to put our money where our mouth is before that is. Marais walioshiriki ni pamoja na Rais Kagame wa Rwanda, Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, Brice Clotaire Oligui Nguema wa Gabon, Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania, Mamadi Doumbouya wa Guinea na Daniel Chapo wa Msumbiji. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Wakati Rais Kagame akisisitiza umuhimu wa kujitathmini kiuchumi nchini Uganda, macho ya wengi yameelekezwa katika bunge la nchi hiyo ambapo mustakabali wa kisiasa umeanza kuchukua sura mpya. Zoezi la kuapishwa kwa wabunge wa bunge la 12 limemalizika leo mjini Kampala. Hata hivyo, mchakato wa kumpata spika wiki ijayo umezua mgawanyiko ndani ya chama tawala cha NRM na vuguvugu la MK linaloongozwa na Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Isaac Mumena anatujuza zaidi. I, Thomas Tayebwa, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful
and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, defend the Constitution. So help me God. Ni naibu spika wa bunge Thomas Taiyewa siku ya tatu na ya mwisho ya kuapishwa kutumikia bunge la 12 nchini Uganda. Jumla ya wabunge 527 ndio wamekamilisha zoezi hilo la siku ya tatu lililoanza siku ya Jumatano wiki hii. Katika bunge la 12, chama tawala cha NRM kina wabunge 372. Chama cha upinzani cha NUP kina wabunge 49 baada ya mbunge wake mteuliwa kufariki kabla ya kuapishwa. Wabunge wa kujitegemea ni 68, chama cha UPC wabunge 12, DP 9, wawakilishi wa jeshi la UPDF 10, vijana 5, walemavu 5, wawakilishi wa wazee 5, chama cha PPF 2 na chama cha ANT mbunge. Baada ya kuapishwa, baadhi ya wabunge walikuwa na haya ya kusema, kama anavyozungumza Muhammad Nkunyingi wa jimbo la Chadondo. Nataka kupambana na ufisadi. Tunataka kupigania demokrasia nchini. Pia mihimili mingine ya serikali kutoingiliwa. Na mwisho, nataka kuwapigania wapiga kura wangu wa Chadondo wawe na barabara. Sasa zoezi linalofuata ni kumchagua spika wa bunge la 12. Mapema miezi miwili iliyopita, chama tawala cha NRM chini ya mwenyekiti wake Yoweri Kaguta Museveni walikuwa wamependekeza spika wa bunge la 11 Anita Among na naibu wake Thomas Taiyewa kuendelea na bunge la 12 ili spika kumaliza muhula wake wa pili. Lakini kumetokea kutofautiana baada ya vuguvugu la MK linaloongozwa na Jenerali Muhoozi, katibu mkuu wa vuguvugu hilo David Kavanda, kutangaza kuwa wamebadilisha msimamo wao wa kumbakiza spika na naibu wake. Wakataka wabunge wote kumuunga mkono mbunge Oboth Oboth ambaye pia alikuwa waziri wa ulinzi. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Kolo Amazima, kwa nini kumekuwa na mgawanyiko wa kumteua spika wa bunge la 12 katika chama. Lakini hapo katikati kulitokea mambo mengi. Kulipotokea mambo mengi ikalazimisha chama kubadilisha msimamo wake. Hao wote ambao walikuwa wameonyesha nia ya kutaka kuwania uspika wote wamewatupa nje, wakateua majina ya watu ambao hawakuonyesha nia hata kidogo. Kwa hivyo hiyo naona kwamba ni mojawapo njia ya kutokomeza rushwa, kwa sababu hao ambao walikuwa wameonyesha nia tayari walikuwa wameshaanza kuonga wabunge. MK wamebadilisha msimamo wao. Kwanza walikuwa na muunga mkono Anita Among. MK au Muhoozi Kainerugaba Generali mara nyingi amesema kwamba PLU haiwezi ikapinga msimamo wa mwenyekiti wa NRM. Kwa hivyo msimamo wa Rais Yoweri Museveni ndio msimamo wa PLU. Uchaguzi wa spika wa bunge la 12 unatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 25 Mei wiki ijayo siku ya Jumatatu. Kamati kuu ya chama tawala cha NRM SEC inatarajiwa kufanya mkutano kumtangaza mgombea wao wa chama tawala katika nafasi ya spika na naibu wake baada ya kugeuza uteuzi wa kwanza. Mimi ni Isaac Mmena wa idhaa ya Kiswahili Auba Radio. Tukiachana na vuta nikuvute hiyo ya kisiasa nchini Uganda, hali ya kiuchumi kwa mwananchi wa kawaida nchini Kenya inazidi kuwa ngumu kufuatia uamuzi wa hivi karibuni wa mamlaka za nishati nchini humo. Gharama ya maisha nchini Kenya imezidi kupaa kufuatia ongezeko jipya la bei ya mafuta, hali inayowaumiza zaidi madereva bodaboda, matatu na wafanyabiashara wadogo ambao sasa wanashindwa kumudu gharama za uendeshaji. Diana Wanyonyi anakamilisha taarifa hiyo kutokea Mombasa nchini Kenya. Mfumuko huo wa bei ya mafuta umeathiri maeneo mengi nchini. Baadhi ya madereva wa matatu wanasema kupanda kwa bei ya dizeli na petroli kumepunguza mapato yao, huku gharama za uendeshaji zikiongezeka. Sasa unajua ambavyo sasa ya mafuta yamepanda. Unajua utataka pia sasa kama kuongeza nauli. Sasa kuna abiria wengine watakubali, wengine hawatakubali, ambao sasa huwa inakuwa changamoto sana kwetu sisi. Baadhi ya madereva wa magari ya kibinafsi wamelazimika kuyaacha magari yao nyumbani na kutafuta njia mbadala ya kuelekea kazini kutokana na gharama kubwa za mafuta. Kama mimi Vitz 13cc I used to use 36,000 kwa mwezi. Now I can't afford. Leo hata chagude na gari nimepaka. Nimekuja tu na tukutuku. Ni better uweke tukutuku akulipe 100 hapa na hapa. Na yeye sasa amechange amekufanya 150. Unaona hata gari kuweka mafuta bado uende trip 2 3. Sasa ni 1000
kama lita 2 lina 1000 from 4 liters imefika paka lita 2. So far this mwaka imepanda mara 3 I think so. Mimi nasema waangalie italafu ambayo inaendelea, na kama ni serikali tafadhali msikuwe watu wengine. Wale watu mnadili ni wale watu wa mavoti, ni wale watu wa machagua, ni wale watu ndugu zako, ni wale watu unaishi nao, ni wale kabila yako, ni wale ndugu yako, wale Mkenya. Tafadhali maisha naomba iwe irudi kama kitambo. Abiria wanasema sehemu kubwa ya mapato yao sasa inaelekezwa kwa usafiri, huku wengine wakitembea umbali mrefu ili kupunguza matumizi ya kila siku. Sana as a person with a disability, gharama yetu tayari iko juu. Hata nimeshinda kwenda kazini. Mali penye huwa napanda na 100, leo nakuja na 200 ama 150. Mafuta yakipandishwa, sisi kama walemavu inaturegesha sana kwa maisha ya shida. Tubi kila siku unaweza kutembea na miguu kwa sababu huna kitu, mpaka uweze afford hiyo pesa ya tikiti kama hapa kutoka Likoni mpaka Bamburi 150. Na pengine mwenyewe pia pesa nyingi kwa 500, ama pia uenda tafuta tu ukifanya hivi mara umekosa kazi, una pesa urudi kwa nyumbani na miguu. Asasi za kijamii zimeitaka serikali kutafuta suluhu ya kudhibiti gharama ya mafuta na kupunguza athari za mfumuko wa bei unaoendelea kuathiri wananchi wa kawaida. Khalid Hussein ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kijamii la Vocal Africa anasema hali ilivyo inaongeza ugumu wa maisha kwa familia nyingi nchini. Tumeghadhabishwa sana na hatua ya EPRA kuongeza bei ya mafuta kwa shilingi zaidi ya 40, hasa kwa diesel na vile mafuta ya petroli kwa shilingi 16 hivi. Tayari mwananchi analalamika kwamba gharama za maisha ziko juu sana. Kwetu sisi tunaiambia serikali wana uwezo wa kuintroduce subsidies ambapo watahakikisha kwamba bei ya mafuta inashuka. Lakini tunaona jambo hilo halifanyiki. Hivi juzi tu tuliona ile sakata ya G2G ambapo mabilioni ya pesa yalipotea katika shughuli ya kuleta mafuta hapa nchini Kenya. Kisha baada ya wiki 2 wiki 3 tunaona serikali inaongeza bei. Sisi tunaiambia serikali tunataka haraka iwezekanavyo waweke mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba bei ya mafuta imeshuka chini ya shilingi 200. Bila ya hivyo tutakuwa hatuna lingine la kufanya ila kumobilize wananchi, tuingie barabarani, tuhakikishe kwamba haki zetu kama wananchi zimeweza kuonekana. Serikali ya Kenya imekuwa ikisema kuwa mabadiliko ya bei ya mafuta yanachangiwa na hali ya soko la kimataifa pamoja na gharama za uagizaji wa bidhaa hiyo muhimu. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya. Wakati nchini Kenya wakikabiliana na changamoto hiyo ya nishati, Tanzania serikali inazidi kuimarisha mifumo yake ya kibiashara ili kuhakikisha nchi inasalia kuwa kitovu salama cha uchumi katika ukanda huu. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa ushirikiano wa kidijitali katika idara za forodha ndiyo siri ya kukabiliana na ushindani wa kibiashara duniani na kuimarisha nafasi ya nchi kama lango kuu la Mashariki na Kusini mwa Afrika. Taarifa zaidi imetayarishwa na Vumilia Kondo. Katika mkutano uliowakutanisha wakuu wa mamlaka za mapato na forodha kutoka nchi 24, waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Hamis Musa Omar amebainisha kuwa dunia inapita kwenye kipindi kizito kiuchumi, hivyo nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini hazina budi kuimarisha mifumo yake ili kuvutia uwekezaji. Waziri anabainisha kuwa lengo si tu kukusanya mapato bali ni kurahisisha biashara. Kwa upande wetu Tanzania, nimesisitiza mkutano wetu huu ni wa regional, sio mkutano wa Tanzania peke yake, nchi ya ukanda wetu wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Kwa kikubwa nilichosisitiza, moja ni mashirikiano ili kufanikisha malengo yetu. Tuna lengo la kukusanya mapato yanayotokana na biashara kimataifa, tuna lengo la kufanikisha biashara, tuna lengo la kufanikisha uwekezaji katika mataifa yetu, tuna lengo vile vile la kupata takwimu za biashara kimataifa. Kwa hiyo fanye idara zetu za forodha kuwa za kisasa zaidi kwenye modernization, ndio huko hasa ambapo tulisisitiza tuendelee mashirikiano katika kipindi hiki. Katika hatua ya kuondoa rasimu, kamishna wa mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA Yusuf Mwenda amesema TRA imepiga hatua kubwa kupitia mfumo wa dirisha moja, yani single window. Mfumo huu unaziunganisha taasisi zote zinazohusika na mizigo bandarini katika mtandao mmoja, hatua ambayo imepunguza muda wa kutoa mizigo na kuongeza ufanisi kwa mawakala wa uondoshaji mizigo. Mabadiliko yaliyowekezwa na serikali chini ya Mheshimiwa Rais
Dr. Samia Suluhu Hassan, clearance time imepungua sana na mizigo imeongezeka. Increase tu kwa muda wa miezi 6 mizigo imeongezeka kwa zaidi ya 30%, na hiyo maana yake sasa hivi makusanyo ya custom kwa mwezi ni zaidi ya trilioni 1 na bilioni 200 kwa mwezi. Na tunakokwenda yataongezeka zaidi, lakini hata makusanyo ya ndani yameimarika kwa sababu ya kuimarika kwa custom. Pamoja na mafanikio hayo, suala la usalama limetajwa kuwa kipaumbele. Forodha inatumiwa kama kinga kuzuia uingizaji wa bidhaa haramu, silaha na dawa za kulevya. Kwa upande wake, David Ontweka kutoka mamlaka ya forodha nchini Kenya anasema ushirikiano huu utasaidia kuunganisha soko la Afrika kupitia kordo za usafirishaji. Waafrika wanatakiwa kufanya biashara kwa umoja, haswa vitu zinatoka Afrika kwenda nchi zingine, na tusiwe tu tuna inzano ama competition, bali tunashirikiana ili tuone uchumi wa Afrika Mashariki na Afrika Kusini umekuwa. Na vile mnajua, Afrika sasa inayo ile Africa Continental Free Trade Area ambayo inataka kwamba Waafrika wafanye biashara kwa pamoja. Licha ya changamoto ndogo ndogo za mifumo na maadili ya watumishi, serikali imeahidi kuendelea kuwekeza kwenye teknolojia ili kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara kwa nchi 8 jirani ambazo hazina bandari. Hatua hii inatajwa kuwa itachochea ajira na kuimarisha viwanda vya ndani kwa kupata malighafi kwa wakati. Vumilia Kondo, AUBA Swahili Radio. Tukihitimisha ripoti zetu za jioni, tunatupia jicho hali ya kusikitisha kaskazini mwa bara letu ambako mamilioni ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na kitisho kikubwa cha maisha kufuatia ukosefu wa chakula. Ripoti mpya ya kundi la ufuatiliaji wa njaa duniani inaonyesha kuwa 40% ya wa Sudan wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, hali inayoweza kuzorota zaidi kuanzia mwezi ujao. Mwanahabari wetu Aisha Hayaishi ana undani wa janga hili. Makundi yaliyoathirika zaidi yametajwa kuwa ni watoto, wanawake, wasichana pamoja na wajawazito na kina mama wanaonyonyesha ambao wanakabiliwa na kiwango cha juu cha utapiamlo. Chanzo cha maafa haya ya njaa kimetajwa kuwa ni migogoro isiyokoma na mapigano ya silaha, wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani, mmomonyoko wa mifumo ya kijamii ya uzalishaji mali, kuanguka kwa masoko na kuvurugika kwa sekta ya kilimo. Licha ya mahitaji hayo makubwa, juhudi za uokoaji zinakwama. Ukosefu wa usalama, vikwazo vya kiofisi kwa maana ya urasimu na mashambulizi dhidi ya misafara ya misaada vimetajwa kuwa vizingiti vikuu vinavyozuia msaada wa haraka kuwafikia mamilioni ya wahitaji. Mchambuzi wa masuala ya diplomasia za kikanda Bwana Marcus Halban anabainisha kuwa kuna pengo kubwa la uratibu kati ya mashirika ya misaada na taasisi za kidiplomasia kama Umoja wa Afrika kwa maana AU na Umoja wa Mataifa UN. Kuna mapungufu makubwa sana juu ya namna taasisi za kimataifa zinavyoshughulika na changamoto zinazotokea ndani ya Afrika. Kwanza, zinashughulika kwa jina au kwa njia ya kujipendelea, kujinufaisha, kujenga mazingira ya makampuni ya magharibi kunufaika na rasilimali za ndani ya Afrika. Lakini jambo la pili ni ule ukweli kwamba hakuna anayependa kukusaidia duniani ukasimama ukawa imara kuliko yeye. Waafrika tunapaswa kuamka kujua kwamba migogoro ya Afrika, ardhi ya Afrika na maisha ya Waafrika ni ya Waafrika wenyewe. Tunahitaji kusimama na kutatua changamoto zetu bila kutegemea misaada kutoka nje. Aidha, Halban amesisitiza umuhimu wa kupatikana kwa suluhisho la pamoja la Kiafrika. Ametoa wito wa kuwepo kwa siasa zenye tija zinazolenga kunufaisha bara hili, huku akionya kuwa bado kuna vibaraka wanaotumiwa na mataifa ya kigeni kukandamiza Waafrika wenzao. Katika migogoro kama hii kunatakiwa masuluhisho mengi, lakini yote yatakaa juu ya mustakabali wa Uafrika wetu. Sisi Waafrika kwanza ni lazima tujitambue kuwa ni wamoja na tunahitaji kuishi wamoja kama jamii moja isiyotoa fursa ya kuingiliwa na mataifa ya nje. Lakini jambo la pili ni kufanya siasa zenye tija. Sote tunaopata fursa na nafasi za kuwa viongozi, kushika nafasi mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti ndani ya Afrika, tunapaswa kujua kwamba uongozi na matendo yetu ni ya muda mfupi, ambayo mwisho wa siku malengo yake lazima yawe kuinufaisha Afrika na Waafrika. Kwa upande wake, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema kipaumbele chao ni kuongeza misaada ya chakula kabla ya kufikia mwezi Juni.
Hata hivyo, WFP imesisitiza kuwa ili kufanikisha hilo ni lazima mapigano yakome na ufadhili wa haraka upatikane ili kupanua huduma za kuokoa maisha. Aisha Hayaishi wa Auba Swahili. Ni wakati wa viwanjani. Tuungane na Samuel Male kwa habari za michezo. Samuel, kipi kimetikisa nyasi leo? Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello for the one chance, and yes, it's a goal! Leo taarifa zetu za michezo tuanzie nchini Rwanda. Ligi kuu ya soka ya Rwanda ikiwa inaelekea ukingoni, tayari timu ya Al Hilal Omdurman kutoka Sudan imetwaa ubingwa wa ligi kuu ya nchi hiyo msimu wa mwaka 2025-26 baada ya kuifunga Gasogi United kwa mabao 2-1 kwenye uwanja wa Kigali Pele Stadium. Mengi zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda. Al Hilal Sports Club Omdurman wametawazwa mabingwa wa BK Pro League Champions. Hafla ya kutoa taji hilo ilifanyika Jumatano wiki hii katika uwanja wa Kigali Pele, ambapo wana alama 73. Hata wakifungwa mechi 3 zinazosalia, hakuna timu nyingine itakayoweza kuafikia kwa pointi. Mchezaji Girumugisha Claude wa Al Hilal, mshambuliaji hatari kutoka nchini Burundi, alikuwa na haya ya kueleza kabla ya kuelekea Sudani. Ligi kuu ya Rwanda ni ligi kubwa, ni ligi nzuri, imetusaidia kupambana, lakini ile ya kupambana yote tumepasha kudhibitisha kama tuko ekipe kubwa, tunapaswa kuwin. Hebu tueleze changamoto labda ambazo zilizopata. Kama shule unahitaji kufika mbali ama uko na matarajio ya kwenda nafasi fulani, unapaswa kupambana juu ya hiyo. Timu ya Al Hilal Sports Club na Al Merreikh Sports Club zinakwenda kushiriki playoffs nchini mwao Sudani ili kusaka tiketi ya kuwakilisha nchi yao kwenye michuano ya kombe la Afrika mwakani. Girumugisha amesema lengo lao huko Sudani ni kutoa ubingwa. Ndo kazi yetu na tunapaswa kuwa ubingwa, kwa sababu ili vipande vishuke tunapaswa kuchukua. Kama tuchukue, unasikia kama itakuwa inatuvunjia sisi njia zetu. Tunapaswa kuchukua ile cup ili tufike kwenye malengo yetu. Kutokana na vita vinavyoendelea nchini Sudani tangu mwaka 2023, timu za Al Hilal Sports Club na Al Merreikh zimekuwa zikicheza ligi za nje ya nchi yao kwa miaka miwili. Katika msimu wa 2024-25 zilicheza Super Division ya kwanza ya Mauritania, na msimu huu zilikuwa zikishiriki BK Pro League hapa Rwanda. Baada ya kuruhusiwa kushiriki, muonekano wa soka la Rwanda umebadilika ndani na nje ya nchi, ambapo mashabiki wamefurahia kiwango cha ligi waliokuwa wakikitazama. Wanyarwanda pia wameshuhudia kwa mara ya kwanza katika historia michezo ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika ikichezwa kwenye ardhi ya Rwanda, ambapo Al Hilal Sports Club ilishiriki na kuishia hatua ya robo finali. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps ametaja sababu za kumwacha kiungo wa Real Madrid Eduardo Camavinga katika kikosi kinachoelekea kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Uamuzi huo unamwacha star huyo kijana nje ya michuano mikubwa zaidi duniani, huku kocha akisisitiza kuwa majeraha na ushindani wa namba katika nafasi yake ndio vilivyogharimu na kutokuwepo ndani ya kikosi hicho. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo Omar Kasapo maarufu Super Middle Sise akifafanua kuhusiana na madhara endapo mchezaji huyo atakosekana. Nadhani kwa mwalimu Didier Deschamps kwa kumwacha Camavinga haiwezi kuathiri sana, kwa sababu tayari hata katika eneo lake wapo wachezaji wengine wazuri. Ipo Kante ambaye ana performance nzuri huko Saudi Arabia, lakini ipo Musa Kone pia na hisi ndio replacement sahihi ya Camavinga, lakini pia katika eneo lake pia ipo Rabiot. Najua Camavinga ni defensive midfielder ambaye kimsingi amekuwa na ubora mzuri sana. Kwa hiyo hata Musa Kone pia na imekuwa defensive midfielder ambaye ana uwezo mkubwa sana. Lakini katika eneo ambalo anacheza Camavinga haiwezi kuwa pingo kubwa sana, kwa sababu kwa miaka za hivi karibuni Ufaransa inazalisha viungo bora sana duniani. Kwa hiyo nadhani kwa nafasi yake ipo replacement sahihi ambao mwalimu Deschamps kama ameiweka, na nadhani itamsaidia. Na hichi kitu ambacho kifanya Camavinga yeye mwenyewe nadhani ameshukuru, kwa sababu hakuwa na msimu mzuri, na nafahamu mashindano kama haya huwa yanamfanya mchezaji na kuwa bora zaidi na kufahamika zaidi na kupata pengine soko lingine, klabu nyingine duniani. Kwa hiyo kukosekana kwake inaweza kuwa ni
fursa kwake kujipanga vizuri, kwa sababu pengine ingekuwa katika mashindano haya ingecheza chini ya kiwango. Ligi Kuu Tanzania Bara imeingia katika ushindani mkali baada ya jana klabu ya Simba kuibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Mashujaa FC na kupunguza gepu kati ya mshindani wake wa karibu Young Africans. Msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema bado wana kazi kubwa ya kufanya ili kutoa ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Safari bado ni ngumu. Tumefanikiwa kupunguza gap na kubakisha alama 2 pekee. Lakini alama 2 hizo sio nyepesi. Kwanza zinaweza zikampa mtu ubingwa, lakini kama haitoshi unaangalia hizo alama 2 ama huyu ambaye yuko juu ni timu ya aina gani. Ingekuwa labda Mashujaa ndio anaongoza ligi hivi sasa, au JKT Tanzania anaongoza ligi hivi sasa, au sijui Mbeya City ndio anaongoza ligi hivi sasa, tungekwambia kwamba alama 2 zile tunakwenda kuziyeyusha kwa urahisi kweli kweli. Lakini alama 2 hizo zinashikiliwa na timu ambayo tunashindana nayo, timu ambayo ina uzoefu wa kukaa hapo kileleni, timu ambayo ni kubwa, timu ambayo inapambania kwenye ubingwa. Kwa hiyo pamoja na kupunguza gepu, lakini tunakiri ya kwamba bado hatuwezi kuwa na uhakika wa kusema ya kwamba tunaelekea moja kwa moja kwenye mbio za ubingwa. Kwa sababu waliokuwa juu pale ana uzoefu wa kukaa pale juu. Kwa hiyo inahitaji nguvu, akili na maarifa makubwa kumshusha pale. Lakini ushindi huu wa leo na gap la point ambayo tumelipunguza linatupa imani sasa na kuturejeshia imani ya kwamba tukiendelea kupambana tuna uwezo wa kulipunguza hilo gepu na hatimaye mnyama akatimiza malengo ya kuchukua ubingwa msimu huu. Mkuu wa shirikisho la soka la Iran Mehdi Taj ametangaza kuwa hadi sasa hakuna kibali cha kuingia nchini Marekani, yaani visa hata kimoja, kilichotolewa na serikali ya nchi hiyo kwa ajili ya timu ya taifa kuelekea fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Hatua hiyo inaleta sintofahamu kubwa baada ya kikosi hicho kufanya sherehe rasmi ya kuagwa mjini Tehran. Ili kutatua mkwamo huo, viongozi wa soka nchini Iran wanatarajiwa kufanya mazungumzo na uongozi wa FIFA ili kupata dhamana ya kusafiri kuelekea Marekani. Tayari wachezaji wa timu ya taifa ya Iran wameelekea nchini Uturuki kwa ajili ya kukamilisha maandalizi kuelekea nchini Marekani. Kutokana na mkwamo huo wa kidiplomasia, ratiba ya maandalizi ya timu hiyo iliyopewa jina la Teammate ipo hatarini kuvurugika kutokana na sintofahamu hiyo. Kwa nukta hiyo niseme leo kutoka viwanjani sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Shukran Samuel Male, lakini kabla sijaweka nukta, hebu tujikumbushe habari kuu siku ya leo. So for Africa keeps being a reminder. Kwa Afrika inatukumbusha mahali tulipo. Rais Paul Kagame aitaka Afrika kuamka na kutumia rasilimali zake kukabiliana na shinikizo la kimataifa. Mkutano wa Africa CO Forum mwaka 2026 watikisa Kigali. I, Thomas Tayebwa, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Mgawanyiko waibuka ndani ya chama cha NRM na vuguvugu la MK kuhusu kiti cha spika, huku zoezi la kuapishwa wabunge likitamatika leo jijini Kampala. Kama mimi VITS 13cc I used to use 36,000 for mwezi. Now I can't afford. Leo hata chakuja na gari nimepaka. Ongezeko la bei ya mafuta lazidi kuumiza wananchi. Nchini Kenya, madereva wa matatu na bodaboda walalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Msikilizaji, kufikia hapa tunaweka nukta kwenye matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Michael Werebohosia, nikikusii usikose kufuatilia makala zetu weekend hii. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba Swahili nikutakie usiku mwema.